Ndio maana tumeanza kutoa tahadhari mapema kwamba NEC kwa kutumia kanuni zake za uandikishaji wameanza kutengeneza mazingira ambayo sio fair, na tuliainisha vifungu ambavyo kwa leo tumeona tuvitolee kauli. Swala la kwamba sisi kushiriki uchaguzi, ndugu yangu, tusiposhiriki maana yake tunakubaliana na jinsi Chama cha Mapinduzi kinavyoendesha nchi. Tutaendelea kupambana na haya mazingira, na nimesema jana kule Mahakama ya Afrika Mashariki tunategemea leo au kesho kesi ya msingi kuwasilishwa mahakamani, na Mahakama ya Afrika Mashariki imesema itasikilizwa kwa dharura kabla ya tarehe 23 mwezi huu ambapo zoezi la kuandikisha linaenda kuanza. Kwa hiyo sehemu ya mapambano yanaendelea, hatuwezi kususia. Kuna msemo maarufu sana kwamba huwezi ukasusia shamba au ukamsusia fisi bucha ukafikiri unamkomoa fisi, utakuta hamna kitu. Kanuni hizi zinasemekana zimechapwa kwenye gazeti la serikali namba 792 na 793 mwezi Disemba tarehe 22. Tumezipata mwezi huu wa 6, wiki ya pili ya mwezi wa 6, miezi 6 baadaye. Sasa NEC kama wanaweza wakachapisha kanuni za kuandikisha wapiga kura, wadau wake wanaosema ni wadau muhimu tukazipewa miezi 6 baadaye, unaweza ukaona ni jinsi gani hawa wadau walishirikishwa. Tumekaa kikao kimoja tu na NEC, na wala sio cha kupitia hizi kanuni. Nakumbuka mwaka 2014 Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitushirikisha kwenye vikao vya kupitia hata kanuni za kuboresha daftari. Tukaenda na tume kwenye majaribio, walianzia kule Njombe. Tume ikaalika vyama, tukaenda kwenye uandikishaji wa majaribio, changamoto tulizokumbana nazo, tukarudi tukakaa tena na tume, tukaziboresha. Leo tume imeita kikao kimoja, wakaenda wakatoa mafunzo pale wao. Hawakutaka tujadili kanuni. Leo wanawaambia waandishi kwamba wadau wameshirikishwa kikamilifu. Hivi kuwashirikisha kikamilifu ni kikao cha siku moja, tena sio siku nzima. Kilianza saa 3 kikaisha saa 7 mchana. Tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu ndio hicho kikao kimefanyika. Wanaposema wametushirikisha kwenye lipi? Wangetushirikisha kama walivyofanya ofisi ya Rais TAMISEMI kwenye kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa ambazo hatujaona draft ya mwisho. Kikao kilifanyika Morogoro, kikao cha pili kikafanyika Dodoma, tukajadiliana kanuni. Leo NEC hatujajadili hata hizi kanuni, wanasema wametushirikisha. Huwezi ukaajiri vijana wa UVCCM ukategemea eti atakula kiapo alafu anaacha ukada wake wa CCM pale pale. Ni mchezo wa kuigiza. Yaani mchezo wa kuigiza kabisa. Kwa hiyo NEC iache kuhalalisha mambo ambayo yamepigwa marufuku na katiba. Katiba ibara ya 74:14 inasema ni marufuku, na imetumia maneno marufuku. Itakuwa marufuku kwa watu wanaohusika na uchaguzi kujiunga na chama chochote cha siasa, isipokuwa tu kwamba kila mmoja wao atakuwa na haki ya kupiga kura iliyotajwa katika ibara ya 5 ya katiba hii. Marufuku. Sasa NEC inaenda kutunga kanuni za kuvunja katiba kwa kuweka fomu za kuajiri makada eti wale kiapo. Tunaiambia NEC, sio Watanzania wote ni wana vyama vya siasa. Itangaze hizo nafasi. Watu waombe. Watu wenye sifa waombe. Vyama tuletewe nakala kwenye maeneo yetu. Watu wakiomba halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, Chadema ipelekewe nakala walioomba ni hawa, CCM wapelekewe, tuwawekee mapingamizi. Kama mtu ni kiongozi au kada tunafahamiana,
tutawekea mapingamizi. Mbona wasimamizi wa vituo vya kupiga kura kuna utaratibu wa kuwawekea mapingamizi? Kama mtu ni kada, huko utaratibu na unatokana na sheria ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo tunataka hawa makada wasipewe fursa. NEC imesema itaacha kutumia vifungu vya 71 na 73 kuwatumia madedi kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Tumewasikia NEC jana. Tumemsikia mwenyekiti wa tume. Lakini mwenyekiti huyo hajatuambia wanaenda kutumia utaratibu upi. Yeye amesema tu wataheshimu mahakama. Wakati anawatangazia waandishi na taifa kwamba ataheshimu mahakama, mwanasheria mkuu anasema anakata rufaa. Wakati huo huo, wakati NEC inasema haitawatumia, kanuni hizi zimewataja wakurugenzi wa halmashauri kama wasimamizi wa uandikishaji. Iko kwenye tafsiri. Registration officer includes directors of local government authorities. Wametajwa ni maafisa waandikishaji. Sasa Jaji Kaijage sijui hajasoma hizi kanuni. Kanuni hizi ni za NEC. Wamewataja. Na hata vifaa vya BVR vinavyokwenda huko mikoani vinaenda kwa hawa watu. Sasa anasemaje hawatawatumia? Au wanacheza na maneno kuridhisha umma? Mapambano yataendelea. Na kama ambavyo vyama vilishatoa tamko, mapambano yataendelea ndani ya mahakama na nje ya mahakama. Kwa hiyo tunaitaka NEC kama kweli haitawatumia, ikafute. Hawa watu wako kwenye kanuni za uandikishaji. Mchakato wa uchaguzi unaanza na uandikishaji wa wapiga kura.